Kufuatia mapendekezo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Bajeti, serikali imeridhia kufuta ibara ya 5 yenye mapendekezo ya kurekebisha kifungu cha 69 ili kubainisha vigezo ambavyo benki inaweza kuruhusu mikopo ya muda mfupi kwa serikali endapo kutatokea matukio ya dharura na yasiyotabirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilibaini kwamba serikali imekusudia kufuta kifungu cha 69 ili kubainisha vigezo ambavyo Benki Kuu inaweza kutoa mikopo ya muda mfupi kwa serikali endapo kutatokea matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati haikukubaliana na mapendekezo ya serikali kwa sababu zifuatazo. Moja, mabadiliko hayo yanaondoa sharti la Benki Kuu kutokopesha serikali na taasisi nyingine ya umma moja kwa moja au kwa njia nyingine. Pili, mabadiliko hayo yanaondoa sharti la serikali kulipa riba kwa kiwango cha soko kwa mkopo utakaochukuliwa. Hivi sasa riba inayolipwa ni 3%. Tatu, masuala yote yaliyobainishwa katika tafsiri ya unforeseeable or unavoidable event kwenye mswada hayana tofauti na tafsiri ya maneno disaster yaliyopo kwenye sheria ya usimamizi wa maafa. Hivyo matumizi haya yanatakiwa kugharamiwa na mfuko wa dharura na si mkopo. 4. Ibara ya 140 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikisomwa kwa pamoja na kifungu cha 35 hadi 39 cha sheria ya bajeti sura 439 imeanzisha mfuko wa dharura ambao una lengo la kumwezesha rais au waziri aliyeteuliwa na rais kwa ajili hiyo kutumia fedha zinazotengwa mahususi kwa ajili ya shughuli fulani kulipia gharama za jambo la haraka na la dharura. Na 5, kifungu cha 5 cha sheria ya matumizi cha kila mwaka kinampa waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha kukopa hadi bajeti nzima ya serikali kutoka ndani na nje ya nchi na malipo yake yakalipwa na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu hizo kamati iliona kuwa serikali ina mawanda mapana ya kupata mikopo kwa ajili ya kugharamia matumizi ya dharura. Hivyo basi haikukubaliana na mapendekezo ya serikali na imewasilisha jedwali la marekebisho ya kamati.